tupo na afisa tarafa ya Ikwiriri, Mama Emy Rajabu. Habari za leo? Salama. Naona umedamshi. Nashukuru. Kama kawaida yako. Nashukuru. Umejipangaje kuhusu masuala ya usafi? Sisi tumejipanga vizuri. Kwanza nashukuru sana kutembelewa na Pulundu TV. Kama alivyonitambulisha, mimi naitwa Emy Rajabu, ni afisa tarafa wa tarafa hii ya Ikwiriri. Kufuatia tangazo ambalo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Rufiji amelitoa la utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la kufanya usafi wa mazingira kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi katika hii wilaya yetu ya Rufiji, hususan hii tarafa ya Ikwiriri. Kwa mwezi huu wa Januari 2026, zoezi hili litafanyika siku ya kesho tarehe 31, ambapo kutahusishwa na usafi wa mazingira ikiwemo kuokota takataka, kusafisha maeneo ya wazi na kusafisha mitaro. Kwa hiyo kwa tarafa hii ya Ikwiriri tuna vipaumbele vyetu vya maeneo ambayo tutaenda kufanya usafi. Kwanza ikumbuke kwamba usafi huu ni kwa wananchi wote wa tarafa ya Ikwiriri, lakini pia wafanyabiashara, watumishi wa taasisi binafsi na taasisi za umma. Kwa hiyo kwa tarafa ya Ikwiriri tumeweka vipaumbele vyetu vya maeneo ambayo tutaenda kufanya usafi. Tumeweka eneo la stendi ambapo litahusisha pamoja na sehemu ya machinjio ya kuku. Nadhani wananchi wanafahamu yale maeneo yote, kuna magenge kule. Eneo la terminal ya Ikwiriri. Yes, terminal ya Ikwiriri. Pamoja na kule nyuma ambapo kuna machinjio ya kuku na kuna baadhi ya magenge. Ndio. Kuna mitaro fulani hivi. Kwa hiyo inabidi kote kule kusafishwe. Lakini pia tumeweka mkakati kwenye soko kubwa kule nyuma ya terminal. Kule sasa kutahusisha pamoja na lile eneo ambalo wanauza samaki, lakini pia lile eneo la katikati ya soko na wauza samaki ambapo ni eneo la wazi. Kote utafanyika usafi. Lakini pia soko la Kijiweni, soko la Kaunda, mitaro yote ya barabara za mitaa. Kama tunavyofahamu tuna barabara za mitaa hapa na kuna mitaro, kwa hiyo mitaro yote itasafishwa. Lakini pia eneo la dampo ambalo linapatikana Umwe Kaskazini nyuma ya sheli ya Camel. Lakini pia kituo cha afya na maeneo yote ya wazi. Hapa tunapoongea kwenye maeneo ya wazi tunamaanisha viwanja vyote vya mipira, viunga vya ofisi, mfano kiunga cha ofisi ya tarafa, polisi pale pembeni pale Asido kuna eneo la wazi. Kwa hiyo wananchi wote mnahamasishwa kushiriki zoezi hilo ifikapo kesho, na nitoe rai kwa wafanyabiashara. Ili zoezi linaanza kesho saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 3. Kwa hiyo biashara zifunguliwe kuanzia saa 3 asubuhi kesho baada ya zoezi hili la usafi kukamilika. Ndio. Kwa hiyo hili ni zoezi ambalo lilikuwa linafanyika kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Ndio. Hata kama mwezi utakuwa una tarehe 28, kwa mfano mwezi ujao utakuwa na tarehe 28. Ndio. Kwa hiyo kwa mwaka huu 2026 hii ni zoezi la kwanza linafanyika kwa siku ya Jumamosi ya tarehe 31 ambayo ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi na ndio tarehe ya mwisho wa mwezi yenyewe. Ndio. Wananchi wanatakiwa nao wasafishe nyumba zao, usafi waweke nje, au ni kwa wafanyabiashara peke yao? Mpaka kwa wananchi. Ni maeneo yote ya tarafa ya Ikwiriri. Mpaka majumbani wasafishe. Wapo watu ambao wanapita kukusanya takataka, kwa hiyo watapita watakusanya kupeleka katika dampo. Ni maeneo yote. Kuna watu maalum ambao watapita kukusanya takataka ambazo wananchi wameziweka nje ya nyumba zao. Ndio. Nao watapita ndani ya muda husika ambao yani kuanzia saa 3. Kwa sababu tayari nimeshampa maelekezo afisa afya wa tarafa ya Ikwiriri na anafahamu na ameratibu. Kwa hiyo tutakuwa ndani ya muda, tutafanya mpaka saa 3 asubuhi. Ndio. Na usafi nao utahusisha vituo vya afya pia. Ndio. Sawa. Kwa hiyo kama afisa tarafa, wananchi wa Ikwiriri unawaambiaje kwa siku ya kesho kuhusiana na zoezi la usafi? Kama afisa tarafa wa Ikwiriri nirudie tena kutoa rai kwa wananchi wote tukatekeleze ile agizo la Mheshimiwa Rais kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ametutangazia. Tukaanze kesho saa 1 kamili mpaka saa 3 kamili. Nadhani kuna umuhimu wa wananchi kuwa wanashiriki zoezi la kampeni ya usafi wa taifa. Kuna umuhimu kwa sababu hili zoezi lina faida hasa kwetu sisi wananchi. Faida gani?
Inatusaidia kupunguza maradhi. Tunajua maeneo yetu yanapokuwa safi na sisi tunakuwa salama. Kwa hiyo mimi pia kama mwenyekiti sasa wa ulinzi na usalama lazima nihakikishe maeneo yanakuwa masafi. Usafi wa mazingira ndio usalama wetu. Ndio, kwa hiyo kutakuwa kuna mkakati endelevu wa kusimamia swala zima la usafi. Maana mara moja kuna mtu mmoja aliwahi kuta ubishani sehemu, watu wanasema kwamba Ikwiriri haisafishwi mpaka aje rais. Hapana. Unakumbuka Mama Samia alikuja Oktoba 20? Nakumbuka. Hapana. Hii ni endelevu. Kulundu TV tuko na afisa tarafa ya Ikwiriri, Emi Rajabu. Kesho Jumamosi ya tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ni siku ya usafi kitaifa, Jumamosi ya mwisho wa mwezi, na mkuu wa wilaya ya Rufiji Lieutenant Colonel Frederick Komba ametoa taarifa kwa wilaya nzima kesho kushiriki zoezi hili. Na afisa tarafa hapa umetuelezea vizuri namna ya kushiriki zoezi hili, lakini wakazi wa Ikwiriri wanafahamu ya kwamba Jumamosi ni siku ya mnada wa Warumba. Sasa wao kwenye zoezi hili la usafi wanashiriki vipi? Okay. Wafanyabiashara wa mnada wa Warumba wao pia ni sehemu ya usafi wa mazingira wa siku ya kesho. Kwa hiyo wao pia wanatakiwa kuanza biashara yao saa 3 mara baada ya zoezi la usafi wa mazingira kukamilika. Ndio. Sawa. Kwa hiyo wanatakiwa kwanza wafanye usafi, alafu wasifungue pia biashara. Kwa hiyo mnada unatakiwa uanze saa 3. Ndio. Shukrani sana. Hiyo ni kwa siku ya kesho ya siku ya Jumamosi. Kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Yes, kwa Jumamosi zingine utaratibu ni ule tunaweza tukaendelea. Sawa. Una zaidi? Mimi ni director wa rai kwa wananchi kushiriki hilo zoezi la usafi wa mazingira, lakini pia tuendelee kuyatunza mazingira pamoja na miundombinu ambayo tumewekewa, vituo vyetu vya afya, shule, zahanati, kama miradi mingine ya maendeleo inayoendelea. Tuna miradi mingi sana ya maendeleo inaendelea hapa Ikwiriri. Kwa hiyo kipekee kabisa pia nimshukuru Mheshimiwa Mbunge ambaye pia ni waziri wa afya, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, kwa kuendelea kutuwekea miradi mingi sana ya maendeleo katika wilaya ya Rufiji, hususan tarafa yetu hii ya Ikwiriri. Kwa hiyo tunamshukuru sana, lakini pia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kumwamini Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa ambaye ni mbunge wetu wa jimbo letu la Rufiji. Tunakushukuru sana. Asante. Sawa, huyu ni afisa tarafa Ikwiriri. Hii ni Kulundu TV.